pale Maka, akaenda kuishi Maka. Kwa hiyo Nabii Allah Ismaili na mama yake wakaenda kuishi Maka. Nabii Isahaka na mama yake wakaishi katika mji wa Gaza. Umri ulipokuwa unakuwa mwingi, Nabii Ibrahimu anakaribia kuondoka duniani, akaona lazima atengeneze kuwa na ardhi anayoimiliki kisheria, ambaye ardhi hiyo itakuwa ni urithi wa Isahaka, kwa sababu wakati anatoka Ulu wa Wakardayo, Mungu anamwahidi, nitakupa nchi utakayorithi wewe na uzao wako baada yako, na utakayekurithi ni yule atakayetoka katika viuno vyako. Ina maana kwa stori hii ya uzazi wa Nabii Isahaka na namna alivyozaliwa Nabii Ismaili, Gaza anatakiwa kurithi kizazi cha Ismaili. Ibrahimu ili kutumia hikima, alipokuwa anakaribia ukufa kwake, akaamua kwenda kununua ardhi katika eneo walilokuwa wakiishi Wayebusi. Wayebusi ndio wenye mji wa Yerusalemu ya leo. Akaenda kwa mfalme wa Yebusi, akawaambia, mniuzie ardhi, nataka nipate shamba la kuzikia mke wangu na watoto wangu. Anamaanisha eneo la kumzikia Sara na kizazi cha Sara. Anajua eneo lile la Palestina ambalo sasa hivi ndiyo Gaza ya leo ni haki ya miliki ya taifa mbili. Alichofanya, akauziwa ardhi kwa vipande 400 vya fedha. Alipoinunua eneo la Yerusalemu, likawa ndiyo eneo la kuzikiwa Sara, na ndiyo maana Sara leo sehemu ya makaburi yale matakatifu yaliyopo katika Masjid al-Aqsa, kaburi la Sara alipo mke wa Nabii Ibrahim. Kwa nini hakuzikiwa Gaza? Kwa nini kazikiwa Yerusalemu? Nabii Ibrahimu alitengeneza mazingira ya kumpa urithi Isahaka. Sijui mnanielewa sasa? Japo sharti lilikuwepo, atakayesimamia msikiti ule lazima atakuja kufanya ibada. Ni stori ndefu, tukisema tuzungumze mpaka vipi msikiti ulikuja ukawa tena msikiti mtakatifu, nitawapeleka mbali, nitawasahaulisha ninachotaka nikizungumze. Nabii Ibrahimu alayhi salatu wasalam akaenda kuchukua eneo, akanunua eneo, akaanza kuzikia vizazi vyake pale. Kwa hiyo ndugu zangu, unapouangalia mgogoro wa Israeli na Palestina, lazima kwanza uangalie kwa sura ya historia. Baada ya Isahaka kuoa na kuzaa, Isahaka akazaa watoto wawili. Akamzaa Yakobo, akamzaa na Esau, watoto wawili. Qur'ani imemtaja sana Yakobo kwa sababu ni nabii, na hii ndiyo kanuni. Angalia Qur'ani ilipomtaja Musa, kisa cha mama yake Musa kimeishia, Musa anafanya nini? Anawekwa kwenye kisafina, tukesi kaishia pale. Qur'ani haielezi tena mama yake Musa alizikwa wapi, aliishije, alifariki wakati wanatoka, alifariki kabla. Haifundishi Qur'ani moja kwa moja. Kwa nini? Kwa sababu historia inataka kwenda kumlenga nabii. Mungu anachofanya ni kuanza kueleza historia pale alipoanzia nabii. Kwa hiyo Esau hatajwi isipokuwa katika vitabu vya historia. Lakini Yakobo alizaa watoto wawili, Esau na Isahaka, na Yakobo. Yakobo akaenda kuwa ujombani kwa Labani, akazaa watoto 12 ambao ni wana wa Israeli wa leo. Ndugu yake Esau akaenda kuoa kwa upande wa baba yake mkubwa, yani kizazi cha Nabii Allah Ismail. Yeye akaenda kuoa Misri. Alipokwenda kuoa Misri, naye akazaa makabila 12 ya makundi yanayotengeneza wa Palestina. Kwa hiyo Mpalestina ni chotala wa taifa la upande wa Ismaili na upande wa Nabii Allah Ibrahimu mwenyewe kibabani wakazaliwa. Na kwa kuwa watoto wa Esau wana haki ya kuishi katika Gaza, ambao ndio mji waliotakiwa kuishi babu yao zamani, walipozaliana wakazaliana pale. Mayahudi wakawa mji wao
ni ule wa Yerusalemu. Yani kizazi cha Yakobo kikaenda kwenye kiwanja cha bibi yao. Si naeleweka sawa sawa? Wakahamia kwenye kiwanja cha bibi yao Bisara, wakaanzisha makazi na maisha kule.